amesema kwamba huyu mtu ambaye aliyekuwa amekataa kutubu ahesabiwe kama ni mtu wa mataifa. Maana yake kanisa au kusanyiko la mahali pamoja ndio hukumu ya nini? Ya mwisho. Kwa hiyo kwa kitendo cha kanisa kukubaliana kwamba kwa huyu acha awe kama mataifa, manake tayari mlango unakuwa umefanya nini? Sijui kama kuna mtu ananielewa. Kabla kanisa halijapatana au kubaliana kwamba huyu hahesabiwi kama mataifa, bado huyu mtu ana nafasi. Sijui ananielewa? Sijui ananielewa. Kwa kuwa bado halijakaa na kufanya mapatano. Kwa hiyo kauli hii Yesu anaiongea mstari wa 18 ni baada ya ngazi ya mwisho ya kanisa na mahali pamoja au kusanyiko kukubaliana. Maana yake ndio na uwezo wa kutoa hukumu ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu akawa, sitaki sana kuzungumza kwa habari ya watu kukoseana. Mimi nataka nizungumzie uwezo ulioko ndani ya mapatano ndani ya kanisa. Na ndio maana ukishuka tena hapo anaendelea kufafanua, anaongeza nyundo zaidi, mstari wa 19 anasema tena, nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote. Kwa hiyo anatoka kwenye lile kusanyiko kubwa, anakuja anayazungumzia mapatano. Kumbe yanaweza yakawa hata ya watu wawili katika jambo lao, au watu watatu katika jambo lao. Bwana Yesu asifiwe. Au kanisa la watu wawili, watatu au watano au 15 katika jambo lao watakaopatana, alafu akamuomba Bwana. Bwana atafanya nini? Atajibu kwa kuwa wamepatana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikawa najaribu kuangalia, kumbe majibu ya mahitaji ya hao watu yatakuja tu ikiwa wamepatana. Kumbe mapatano yanasababisha Mungu aweze kuachilia majibu ya kile ambacho watu au kanisa wame